Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia ya kwamba yoyote anayetaka kurefushiwa maisha na kupewa riski, basi naunganishe kizazi. Kuunganisha kizazi ni kufanya nini? Hiyo ni mada ya Ijumaa itakayotolewa na Sheikh Muhammad Abdi Obo katika msikiti Musa. Hutuba hiyo ya Ijumaa itaanza mwendo wa saa 6:30 hadi saa 7 mchana. Lakini wakazi wa Mombasa wanajua lolote kuhusu kuunga kizazi? Ungana nami wako Abdurrahman Alwi nikikuletea maoni ya wakazi wa hapa kuhusiana na kuunga kizazi. Kuunga kizazi ni kwamba wale walio karibu wako uwaunge, kwa sababu nadhani hata Mtume ametuambia arhamakum, jamaa zenu, ilikuwa nini? Tusiachane. Na mafumu yangu kidogo pia ya dini, Mtume asema ithnani la yanzurullahu ilayhima yawm alqiyama, watu wawili Mwenyezi Mungu hataangalia siku ya kiyama, qatur rahmi wa jarrisui. Tukija katika hii nukta ya kwanza kwamba mwenye kukata kizazi ni kwamba watu kukaa kwa mapenzi, kwa kupendana na kuweza kusaidiana kwa kila aina, kwa sababu ndio kuunga ile kizazi. Kizazi kusema kwamba huu ni ndugu yangu ni nini, lakini hakuna manufaa. Hata utaona katika Uislamu anaambia kwanza mtu uangalie nyumbani. Utaona hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa ujumbe wa Mwenyezi Mungu anaambia kwanza waandhira shirataka alqarbin, kwa kufisha watu wako wa karibu. Wanandoa wakiwa pamoja, wakizidi yani kukaa pamoja, hivyo ndio inazidi kuunganisha kizazi. Manake pinde wakiwa pamoja ndo wanazidi kupata watoto na jamii ndo inazidi kupanuka hivyo. Upande mwingine ni pia mandugu na majamaa wakikaa vizuri bila kuteta. Kama sasa hii tunapitia changamoto nyingi, wengine familia nyingi wanateta kwa sababu ya mali. Kwenye hilo neno lenyewe kuunga, yani kuunganisha, kudumisha familia. Familia ni kitu muhimu katika hii dunia, na familia itasimama na wewe kwa upande wowote. Hata katika Uislamu tuambia kwa yani mwenye atavunja kizazi, yani atakuwa yani kama vile yajitoa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Kizazi inaunganishwa kwa either kwa ndoa ama kwa nasaba ya damu, kinship and blood ties, ama pia inaunganishwa kupitia adoption. So kuunga kizazi ni muhimu sana. Mwanzo nimesema ni sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu pia humanitarian, for humanitarian purposes ni lazima sisi as human, it is a dignity sisi kuunga vizazi. Kwa ufahamu wangu ni jinsi watu wanavyoshikamana katika family unit, as a family unit, yani kutakuwa na umoja katika jamii. Ni watu kushikana na kutakiana mema kama ndugu sote jamii ya Islam. It's either through marriage ama like kama watu wawili wamekosana kupatana. Ufahamu na maoni yao yalikuwa ya wakazi wa Mombasa kuhusiana na mada ya hutuba ya Ijumaa kuhusu kuunga kizazi itakayotolewa na Sheikh Muhammad Abdi Obo msikiti Musa siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:30 hadi saa 7 mchana. Ungana nasi Al-Hajar TV tukikupeperushia moja kwa moja hutuba hiyo ya Ijumaa. Nimekuwa wako Abdurrahman Alwi, Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.